Ndugu zangu, sasa kwa na taazima nimlete mtoto wenu, mzee wenu, ndugu yenu, mwana Arumeru wetu, mbunge wetu anayesubiri kuapishwa, mwenye uwezo mkubwa, mwenye sifa nyingi, mwenye nia kubwa, mwenye CV ya kutosha. Kwa kweli kama Chama cha Mapinduzi Arumeru tumelamba dume, hapa tumelamba dume. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Dr. Yohanes Lukumai, bunge wetu mtarajiwa, karibu sasa uongee na wananchi wa Oljoro. Kwanza ni kukabidhi ilani hii. Uende sasa ukaitekeleze. Sina mashaka na wewe. Najua uwezo unao, nguvu unayo, na sisi Chama cha Mapinduzi tuko nyuma yako kwa sababu ari unayo ya kuhudumia wananchi wa Arumeru Magharibi. Mwenyezi Mungu akubariki na kila laheri. Na hapa sasa karibu uongee na wananchi wa Oljoro, upige nao maneno. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa mbunge, karibu sana. Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Arumeru, ndugu mwenyekiti wa kata ya Oljoro, kamati ya siasa kiongozwa na ndugu yangu Olegwanani Sela na mama yetu Ana Sirikwa, mteule wetu wa diwani Charles, katibu wetu Mjuma, kiongozi wetu anayetuangalizia usalama na binti wetu Yangais, ndugu viongozi mbalimbali wa chama na serikali, wazee wetu na wananchi kwa ujumla wa kata ya Oljoro. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mwenyekiti, kwa sababu ya muda naomba niende haraka, lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuridhia kwa hapa leo, na nichukue nafasi hii pia kushukuru halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa kwa kuniteua kuwa mgombea ubunge wa jimbo la Arumeru Magharibi kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini pia takuwa sina fadhila nisiwashukuru watu wa Oljoro. Najua mnanipenda. Mlinipa kura nyingi mpaka nikachanganyikiwa. Kwa hiyo sitashangaa, sitaomba hata tena. Labda niombe tu kama mtaniruhusu, lakini niwashukuru sana kwa upendo wenu. Niwaambie tu na mimi nawapenda, na matatizo yaliyoko au changamoto zilizopo Oljoro, tukishikiana pamoja na diwani wenu na serikali yetu tukufu na sikivu ya Dr. Samia Suluhu Hassan, zile changamoto na uhakika tutaenda kuzitatua. Na nilishawaambia kwamba Oljoro nafahamu matatizo mengi na changamoto chache zilizopo, tukienda kuungana nadhani tutaweza kwenda kutatua. Kwa mfano mradi wa afya, najua Oljoro mtahitaji zahanati, lakini pamoja na hiyo zahanati tukaimarisha kituo chetu cha afya. Kuhakikisha kwamba kituo chetu cha afya kimekaa vizuri. Nimetembelea pale, kuna shida kidogo ya maabara, tutarekebisha. Lakini sio hiyo tu, ni kituo kizuri na ina madaktari wazuri. Tutahakikisha kwamba tutaweka vifaa tiba vyote vinavyohitajika, na dawa zitahitajika kwa wakati wote, na akina mama wazazi watatibiwa bure, watoto chini ya miaka 5 watatibiwa bure, wazee watatibiwa bure, na watu watapata bima ya afya. Hiyo ndio Oljoro nayoitaka mimi. Hiyo ndio Oljoro ambayo na nyinyi mnataka, watu wapate huduma za afya ipasavyo. Ukiangalia barabara, ameelezea diwani, ni sawa. Tutahakikisha kwamba hii barabara tunasema Arusha Kibaya ni kilomita 430 itapigwa lami hii barabara. Kwa hiyo haya matatizo ya kufika sijui Mrombo kwa shida itakuwa imefanya nini? Imekwisha.
Barabara za vijijini tuna mitambo mikubwa sana halmashauri, tuhakikisha kwamba ile mitambo inatumika kutengeneza barabara za vijijini, kuunganisha kitongoji na kitongoji na zipitike kwa nyakati zote. Huo uwezo upo sababu ile mitambo imenunuliwa kwa kodi za wananchi, kodi zenu, na sisi tutaenda kusimamia ipasavyo. Nani kama sisi? Watu wa Oljoro, mkisimama tutashindwa chochote? Na kura zenu zile mlizotoa, hebu niambieni, tutaenda kuhakikisha kwamba barabara zitapitika. Ukiangalia umeme, kuna ile vitongoji vya Olasiti, Olmotonyi, vitu kama hivyo. Na umeme, tulikuwa naongea na Ras ni katibu tawala wa mkoa leo asubuhi kwamba naenda Oljoro, kuna vitongoji havina umeme. Nitaenda kuambia nini? Akaniunganisha na manager wa umeme, akanihakikishia kwamba hakuna shida. Kwa hiyo tutakuja kupata umeme vile vitongoji ambavyo havipo. Hii ni serikali yenu nzuri sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Kivuko cha Olmotonyi, Njekaka, tutaenda kufanyia kazi. Nimeshatembelea na pajua pale. Tutafanyia kazi ndugu zanguni kuhakikisha kwamba watu wanapita kwenye kivuko kile ili watoto waweze kwenda shule na wakina mama wagonjwa waweze kupitishwa kwa urahisi. Tukiangalia masuala ya maji. Maji ni shida. Siku moja nakumbuka nilikuja na mheshimiwa nimetumwa na mheshimiwa waziri wa maji Eweso, na niliongea naye masuala ya maji yatashughulikiwa ipasavyo. Huo mradi wa Olmulo tutaenda kusimamia, manaka hujakaa sawa sawa. Nyinyi mnasemaje? Sasa amekuja mtu atasimamia huo mradi kwa sababu ni wa wananchi. Tuhakikishe kwamba maji yanapatikana kwa wakati wote, na miradi mingine ya maji yataanzishwa kuhakikisha kwamba watu wa Oljoro wanapata maji ikiwamo imetumwa. Na ndugu zangu, ni mwisho kabisa kwa sababu mambo ni mengi, lakini tukizidi kukaa tutaboresha. Kuna swala la mipaka. Kuna hili jeshi la wananchi, kikosi cha 833. Ilikuwa ni kitendo cha muda mrefu, tatizo la muda mrefu. Mlimuona Yangais? Ni moja kati ya wanasheria taenda kumtumia kuhakikisha kwamba huo mgogoro umekwisha. Wanasheria, serikali, wananchi, jeshi. Unajua uzuri wa jeshi, wanaheshimu orders. Orders ni nini? Maagizo. Yule mkuu wao waziri wa ulinzi akishasema kitu imeisha. Kwa hiyo migogoro itakuwa imeisha ndugu zangu. Tutapambana nayo ipasavyo kuhakikisha wananchi wanaishi kwa amani na usalama katika nchi hii. Watu wanahitaji utulivu katika hii nchi. Na mwisho ndugu zangu, naomba tukajitokeze wote, tukampigie Dr. Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Wale watu waliosemekana milioni 7 wakiweza kutoka wote wakampigia Dr. Samia Suluhu Hassan kura zote, hizi changamoto zote tulizozungumzia itakuwa kama yanaisha. Nyinyi mnasomaje? Nani atakayekwenda kujitokeza kupigia Dr. Samia Suluhu Hassan kura? Nani ataenda nyumba kwa nyumba kumshawishi mtu atoke kwenda kupiga kura kwa Dr. Samia Suluhu Hassan? Kwa sababu akipata tu kura nyingi, kwamba watu 7,000 wa kata ya Oljoro wamenipa kura zote, nadhani mimi ni mnyenyekevu. Nikienda tu kumueleza kuna wale watu wangu Oljoro, ambia daktari, hakuna shida. Mnaona kila kitu kinaenda vizuri. Tupige makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mtaji tu nilikuwa pale. Alafu nilikuwa naonekana, unajua kwa nini? Si mimi ni mweusi. Akaroko. Nata sasa ndio. Dai Jerome Roro, nikasimama, nikajitambulisha. Naitwa Dr. sijui nini, nimetoka Tanzania. Na Tanzania ni ile nchi yenye ambayo ina rais mwanamke mzuri. Nikamwambia, kwani mimi ni mbaya? Sasa yule mama, yule Dr. Samia Suluhu Hassan sio mzuri tu wa sura. Ni mzuri kwa sababu analeta amani na usalama na utulivu kwa watu wake wa Tanzania. Ni mzuri kwa sababu analeta demokrasia na utawala bora kwa watu wake. Ni mzuri kwa sababu ametuunganisha kimataifa, ndio sababu anatembea nchi mbalimbali duniani kutafutia maendeleo. Lakini pia ni mzuri kwa sababu ametuletea watalii wengi. Kabla hajaingia mwaka 2000 kwa miaka 4 iliyopita, watalii walioingia Tanzania na watalii 620,000, sawa na milioni 700. Lakini baada ya kuingia na ule mradi wake wa Royal Tour, wakaingiza watalii milioni 5, sawa na bilioni 4. Nani kama Samia? Tupigeni makofi. Hizo ndio hela za maendeleo. Kwa hiyo naombeni sana tukamchague yule Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kura nyingi. Je, mimi nitasemaje? Kwisha.
Watu wanasema kuisha tuende kupiga kura. Nitakosa kura. Nisipopata kura 7,000 wataniona mimi ni feki. Yaani wataona kwamba huyu mbunge hajawakilisha vizuri kwa wananchi. Kwa hiyo mkijitokeza kwa wingi, baba zangu, akina mama, vijana, mkapiga kura nyingi kwa Dr. Johannes Lebulu Lukumai. Hata rais nikienda kumuona atasema huyu anakubalika na watu wake. Na kwa Charles, yuko wapi diwani wetu? Charles, umesikia alivyoongea na confidence na amri kwamba nitafanya vitu vingapi? Barabara na nini? Na atafanya, na muamini. Tutasimama Charles pamoja kuhakikisha kwamba hawa wananchi wanapata ulichokuwa unakisema, wanapata maji na wanapata barabara. Ndugu zangu, baada ya hapo naomba niishie hapo, niwashukuru. Ndugu zangu, wangapi tutamchagua Dr. Lukumai? Wangapi tutamchagua mheshimiwa diwani? Wangapi tutamchagua Mama Samia? Kama tunakubaliana, nyanyua mkono juu mmoja. Mama Samia, kama una nguvu simama kumkono uko juu. Sisi Samia, Dr. Johannes, Mheshimiwa Charles, nyanyua mkono wako juu. Kama unyanyui mwambie ache uchawi. Mbele ana endelea anazidi kutembea. Mama Samia, maombi yasikie. Bwana umpandishe Bwana, Bwana Mama Samia kwa imani asimame, apande milima yote. Bwana umpandishe. Na mbunge wetu